Mheshimiwa Sigrada Mligo atafuatana Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa. Mheshimiwa Johansen Lemblung Lukumai ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Ukiniuliza swali la haraka, nimegundua nini kwenye hotuba ya Waziri Mkuu? Kama hotuba hiyo itaenda kutekelezwa, Mheshimiwa Naibu Spika, ukilinganisha na hotuba ya rais aliyohutubia bunge kwa mara ya kwanza, sijui huwa kinatokea nini hapa katikati. Sijui ndo machawa wanaharibu mchongo, kwa sababu speech ni nzuri, lakini njoo kwenye utekelezaji tunapoteana. Matatizo ndo yanaanzia hapo. Na nitasema kwa nini speech ni nzuri na utekelezaji wake ni mgumu kwa hoja zangu zifuatazo. Hoja ya kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema dira yetu inasema uchumi na ajira. Lengo ni kukuza uchumi na ajira. Leo hii utakuzaje uchumi na ajira ya nchi hii wakati changamoto yoyote ikitokea, mtu wa kwanza kumtazama wa kufidia ile changamoto ni mwananchi wa kawaida? Leo hii Naibu Spika, ukianzisha hata biashara ya maandazi, umefungua kioski hapo, kesho utakutana na OSHA, utakutana na watu wa afya, utakutana na TRA, utakutana sijui na mtu anaitwa mpango miji, utakutana na mtu wa leseni ya halmashauri, kodi zaidi ya 6. Huyu kijana ambaye mmempa milioni 2, unamtoaje hapo? Swali dogo tu. Jambo jingine, tuna wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza kwenye nchi hii. Wale tunawapa grace period, yani eti tunawapa miaka 10 ya kuchechemea, wajitafute. Wakishachuma miaka 10 maisha, anaondoka, anauza kampuni, ameenda na hela zenu. Mnapiga hesabu gani? Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, issue za kodi ambazo kimsingi nimeshazungumzia kidogo hapo. Nchi hii ina kodi nyingi. Na kama ina kodi nyingi, nilitarajia kwenye changamoto za ghafla zinazojitokeza kwenye nchi hii, basi nilitarajia, kwa sababu Mungu ametujalia kila kitu kwenye nchi hii, kila kitu. Hata ukitaka mwanamke mzuri, mdada mzuri, mbaba mzuri wapo. Ametupa madini, ametupa mito, ametupa maziwa, ametupa madini kila kona. Njombe ndio kuna madini haijawahi tokea. Lakini eti tunachukua hela, wafadhili wametoka kufadhili ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumechukua ile kodi, mimi nimenunua gari ndio maana najua. Tumechukua ile mwananchi wa kawaida anayenunua gari ndo akafidie gharama za matibabu ya virusi vya ukimwi na kudhibiti ukimwi. Kisa USA wamejiondoa kwa 100%. Hoja yangu ni kwamba tunahitaji kuwasaidia hawa watu. Je, kama serikali ndo limekuja ghafla, wafadhili wametoka, kwa nini tufikirie mtu wa kufidia ni mwananchi? Kwa nini tusifikirie kwamba zile akiba zetu, yale madini yetu ya Njombe, tukayachimbe yafidie hiki kitu? Mmeingiza kodi, mmeingiza gharama za madawa ya ukimwi kwenye kodi tena za wananchi. Yaani huyo anaumwa, huyo mnajidai mnamsaidia, afu mnamchukua hela yake yenyewe mkamnunulie dawa. Tunafanya kitu gani? Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ni kilimo. Sisi mkoa wa Njombe Mungu ametubariki, tuna kila kitu. Sasa Mungu ametubariki zaidi, Naibu Spika, ninapozungumza hivi waziri wa kilimo anatokea Njombe, lakini mwenyekiti wa kamati ya biashara na viwanda ni Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Lakini ndio mkoa pekee unaoongoza kwa migogoro ya ardhi, unaoongoza kwa wawekezaji wa viwanda kunyanyasa wananchi wa Njombe, hawalipi. Kuna huyo mwekezaji wa chai anaitwa Dielo, kila siku ni kelele. Rais amekuja Njombe akamwagiza yule mwekezaji kuwalipa wale wafanyakazi na akampa masharti nafuu ya kuchukua hela CRDB Bank. Lakini mpaka leo hawajalipa. Niliangalia muda wangu, sihujumiwi leo. Nilianza na dakika 27, kwa hiyo zimeisha dakika 4. Sasa jambo jingine. Taarifa. Mheshimiwa Sigrada, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Tale. Mheshimiwa Spika, naomba kumpa taarifa mwongeaji. Wenye viti na mawaziri wapo kwa niaba ya bunge na kamati, sio kwa niaba ya mikoa yenu. Asante. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa subiri, taarifa naipokea? Siwezi kuipokea kwa sababu hakuna nilichokosea. Hatuwezi kukataa kwamba waziri ni serikali, lakini mwenyekiti wa bunge ana maamuzi kwenye jambo hilo. Kwa hiyo siwezi kuipokea taarifa, na muda wangu unilindie. Sasa hoja nyingine, Mheshimiwa,
ardhi. Tunalalamika hapa migogoro ya ardhi. Speech ya Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia migogoro ya ardhi. Mnatatuaje migogoro ya ardhi? Hampangi miji na mna maafisa mipango wa miji, mna maafisa ardhi wa miji. Mnatatuaje changamoto ya ardhi ambayo Njombe mpaka leo hakimu wa mahakama ya ardhi mkoa mzima yuko mmoja? Ukianza kesi yako leo mpaka unajifungua mtoto miezi 9 anazaa na vijukuu, kesi yako mahakamani haijaisha. Mnatatuaje? Hamtaki kupima ardhi. Hati leo hii kutafuta ardhi kwenye nyumba yako ni bora kutafuta mwanamke wa kuoa kuliko kutafuta hati. Utatafuta hiyo hati miaka 3. Mchumba unamwahidi tu kesho kutwa na kuoa unampata kwenye nchi hii. Lakini jambo jingine, naomba nilindie muda wangu Mheshimiwa Naibu Spika. Elimu. Tanzania hii Tanzania moja, tuna mifumo ya elimu miwili. Mtu mwenye hela kidogo, na siku hizi kwenye nchi hii ukiwa na hela unafuatiliwa kuliko maskini. Yaani badala ya kujadili maskini tunamsaidiaje ajinyanyue, tunajadili hivi hili gorofa huyu mtu amelitoa wapi. Yaani natamani serikali iumize kichwa kujadili kwa nini Tanzania ina umaskini na utaratibu. Mheshimiwa Spika, hili bunge lina utaratibu wa kuzungumza. Sasa humu ndani utafikiri tunagombana. Tunaomba anayetoa hoja azungumze kiustaarabu, tutamuelewa. Mheshimiwa mbunge, endelea. Asante. Nafikiri ni sauti ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia. Muombe Mwenyezi Mungu amekujalia kitu kingine. Pengine amekupa mwenzangu mwili, mimi amenipa sauti. Lakini nina maana nzuri Mheshimiwa Naibu Spika. Kila mtu Mungu amempa karama yake. Jambo jingine, tumezungumzia utawala bora. Nakumbuka Mheshimiwa Naibu Spika, Rais wa Jamhuri ya Muungano aliahidi issue ya katiba mpya. Niwaombe waheshimiwa wabunge, tusimchocholeshe. Naye anataka kuacha alama kwenye nchi hii. Lakini sasa hivi mmembana, mnamsogelea ili ajisahaulishe. Ili itakapofika 2031 mje hapa mseme watu wote waliahidi katiba hawakuleta ila wewe umeleta. Atakaye kuja tunawajua. Tunaomba, mimi binafsi na wananchi wa mkoa wa Njombe, tunaomba msimamo wa rais wa kufanya nchi hii iwe na utawala bora. Na kwenye hili Naibu Spika, naomba asiumbishwe. Hiyo ndo legacy pekee itakayomfanya Samia akumbukwe, na sio kusikiliza watu eti mkileta katiba mpya tutatoka madarakani. Aliyesema mtatoka nani? Ni nyinyi, mtekeleze mlichoahidi. Hakuna mtu atatoka kama mtatekeleza. Simple tu. Issue nyingine Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Sikiliza, muda wako umeisha, naomba malizie. Naomba nimalizie, wengine walikuwa wanapewa grace period. Nipendelee tu yatima mimi. Malizia Mheshimiwa, muda umeisha. Ahadi zisizotekelezeka. Usianze jambo jipya Mheshimiwa, malizia. Asante. Naheshimu kiti. Asante sana. Nitaongea siku nyingine.